Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Muislamu na nitazama na hata soko Muislamu, kwa jina naitwa mhubiri maarufu wa dini ya Kiislamu Mwaipopo. Alhamdulillah, sasa niko Zanzibar. Toka juzi niko Zanzibar. Kubwa zaidi lililonileta hapa ni kufanya kazi ya Mungu. Si kwamba Wazanzibari hawezi kufanya kazi ya Mungu, hapana. Hata Mwenyezi Mungu ameleta mitume. Si kwamba mtume mmoja tu Adamu alikuwa hawezi au Ibrahimu alikuwa hawezi, alikuwa anaweza. Lakini Mungu kwa makusudi akaleta kila nabii na akampa mamlaka anayoyataka Mwenyezi Mungu. Aliyofanya Nabii Isa alayhi salatu wasalamu, Ibrahimu hakuyafanya. Na aliyofanya Ibrahimu, Nabii Nuhu hakuyafanya. Na mitihani iliyomfikia Nuhu, Nabii Yahya hakuifanya. Na iliyomkuta Yahya, Isa bin Maryam hakuifanya, kwa sababu hata vifo vyao kila nabii na ajali yake ya umauti. Kwa hali kadhalika mpaka sasa hoja si kwamba Waislamu wapo Zanzibar au wako Pemba au wako Mombasa, hapana. Popote palipo na Waislamu na Uislamu ni lazima ujumbe upelekwe ili kuwafanya Waislamu wawe kitu kimoja. Sasa nimshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia mimi, kunipa neema ya Uislamu, kunitoa kwa dini zingine kwa Muislamu. Nimekuja hapa kwanza, kubwa zaidi nitazungumzia afya. Ndio mara nyingi napenda kuzungumzia, kwa sababu afya, ndugu yangu Muislamu na hata usiokuwa Muislamu, ndio kitu kinachoweza kumpa mtu jeuri afya. Na hata wataalamu wa masomo ya dini wanasema, au wataalamu wa historia ya dini wanasema, mitume wengi, watu wengi waliangamia baada ya kupata neema ya aina tatu. Neema ya kwanza ni elimu, neema ya pili madaraka, neema ya tatu afya, na neema ya nne ni fedha. Neema hizi zilimfanya Karuni akaangamia, zikamfanya Firauni aliyejiita mimi ni Mungu akaangamia, na zikafanya hata historia ya baadhi ya viongozi watawala madhalimu wakaangamia, kwa sababu hawakutaka kufata mwongozo wa Mungu waliopewa manabii. Sasa na hii ndio kazi yetu sisi, kutoa mwongozo, sio kupambana na mtu, kutoa mwongozo wa dini. Kwa hiyo nitazungumza kidogo leo kwamba Qur'ani ndio kila kitu na haishindwi na kitu. Utashindwa wewe, sio Qur'ani. Hutojua wewe, lakini sio mtume. Hutofanya wewe, sio mtume. Qur'ani ilishajua, inajua na ilijua, mtume alijua na alifanya, na atakuwa ni shahidi siku ya kiyama katika umma wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo nitazungumzia kidogo kwanza, kesho asubuhi, kesho saa 3 asubuhi hapa Zanzibar tutakuwa na dua kubwa sana ya kihistoria. Dua hii kwa ajili ya Waislamu wote, tutakuwa hapa Zanzibar. Inafanyika pale Jitimai. Ukishuka tu Jitimai pale, njia ya kwenda Tawakali hospitali, ukishuka tu pale Jitimai, njia ya kwenda Tawakali hospitali, mbele kidogo basi ndio kuna nyumba ambayo tunafanyia kituo cha dua. Lakini ukishuka pale Tawakal, utaona tambala letu jeupe limeandikwa kituo cha Sheikh Mwaipopo cha dua. Kitako direct mbele kidogo kama hatua miguu 30, utaona imekuelekeza mshale tambala lingine, utafika kwenye nyumba, ni ndani ya nyumba. Kwa hiyo watu walioko nje ya nchi, Mungu akijalia tutakuwa live, mtatuona kupitia channel yetu ya Mwaipopo TV. Na mlioko nje mnaweza mkasambaziana link hii ili tushirikiane sote katika maombi ambayo ni dua kubwa. Mwenye maradhi yake akishirikina, mwenye sihiri, mwenye uchawi, tutakuwa pale, mtapata faida kubwa. Nambari yangu ya simu Sheikh Mwaipopo iko hapo kwenye simu, 0756 36 1906. Unaweza kanipigia kwa kutumia WhatsApp. Mlioko Ulaya, mlioko Amerika, mlioko Warabuni, mtanipigia kutumia WhatsApp usiku huu hata kesho mchana. Na wale ambao mko Tanzania, mnaweza mkatumia namba hii ninayoitaja. Hii ni ya Tanzania tu. Hata ulioko leo unaweza kupiga, lakini vizuri tumie WhatsApp. Sasa hizi ninazozitaja hazina WhatsApp. WhatsApp ni hii hapa ya kwangu mwenyewe ya mkononi, ambayo itapita kwenye simu yako.
Kwa wale wa Tanzania mnaweza mkapiga nambari 0759 43 59 79 kwa wale wa Tanzania. Na nimshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia kuwa Muislamu. Lakini kubwa nitazungumzia maradhi ya jini. Leo nitaanzia hapa, ambao tutafanya dua kule kila siku ya Jumamosi na Jumapili. Kama watu wataongezeka, tutaendelea kufanya kila siku inshallah bismillah. Yeyote anayesumbuliwa na maradhi ya kishetani ya kijini, na kesho tutatumia vitu vitatu. Tutatumia mafuta original. Naomba kidogo lo dumu niwaoneshe Waislamu shekhe. Samani kidogo. Hii ndio zeti original, nafikiri unaiona. Hii ndio zeti original. Hii hapa. Hii ni zeti original nambari 1. Na unaiona inavyong'aa na ilivyokuwa na rangi yake. Na kesho utaipata hii. Na watu wengi nimwambia hizi zeti ziko aina 3. Kuna grade 1, 2, 3. Hii ni grade 1 pure zeti ambao Allah ameitaja ndani ya Qur'an. Ukipata bahati mafuta haya yakakaa tu ndani ya nyumba yako. Kuna watu hawajui kusoma Qur'ani kama kinga. Kinga ya muumini ni Qur'ani na yale aliyotuelekeza Mungu. Ikiwa ndani ya nyumba ya mafuta, shetani haingii. Ukipaka ya mafuta, shetani anakimbia. Uchawi hautesi hiyo nyumba, uchawi unakimbia. Ni maelekezo ya Mungu mwenyewe katika Qur'ani, surati Nur. Mafuta haya yanasema, surati Nur sura 24 aya ya 35. Sasa haya mafuta ndio tutakuwa nayo tukiwapatia pale watu. Na ukitaka ya kufikia huko nje, tutakuletea tu kwa DHL. Tunakuelekeza gharama ya kutumia na gharama kidogo ya mafuta. Tunakutumia mpaka ulipo wewe Arabuni, wewe Marekani, Canada, Spain, popote ulipo. Tutakuletea. Mafuta yameshaingia inshallah, utayapata tu. Wala usiwe na wasiwasi. Ni pure zeti, ni mafuta hatari sana. Lakini usibabaike, mafuta yako aina nyingi. Watu wengi wanaingia chaka. Wanaingizwa chaka. Wallahi billahi hawajui. Kuna namba 1, namba 2, namba 3. Sasa hii namba 1 kuipata ni shughuli. Namba 1 kuipata ni gharama. Namba 1 kuipata ni ghali sana, very very expensive. Na ndio maana mnaona tunapata machache. Sasa dalili za mtu mwenye shetani. Dalili ya kwanza ya shetani ni mtu moyo kuwa unakwenda mbio, kusikia vitu vinatembea mwilini, miguu kufa ganzi, maumivu makali ya kichwa, kufanya kazi bila kupata faida ya kazi, kufanya biashara bila kupata faida ya biashara, na vile vile kuchukiwa na watu, kushindwa tendo la ndoa kwa mtoto wa kiume, mtoto wa kike kusikia maumivu makali sehemu zake za siri. Hizi ni dalili chache tu za mtu aliyeathiriwa na shetani, hasa kiwemo umusubiani na jini mahaba. Vile vile dalili zenye uchawi kwa mwanadamu, kusikia unaitwa fulani unageuka umuoni mtu. Vile vile kuwa unasikia miguu inauma sana na mwili kufa ganzi. Na vile vile kuwa unasikia mwili wako unawasha sana au unatoa harufu mbaya sana unapokuwa na mkeo au na mumeo. Kwa watoto wa kike kutokuolewa, kutokupata kazi inayostahili kuipata. Umesoma kila ofisi, ukienda unaambiwa hapa kazi hamna. Wakienda wenzako wanaambiwa hapa kazi ipo. Haya ni maradhi yanayotokana na shetani au na jini. Usiende kufanya ushirikina. Shetani hatoki kwa kutumia uchawi wala kwa kutumia msaada wa shetani. Shetani anatoka kwa kumtumia Mwenyezi Mungu na kwa kutumia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watu wapunguze hisia, wasiishi kwa hisia, waishi kwa uhalisia. Waishi kwa uhalisia. Mtume alikuwa anajua mambo mengi, tatizo ni watu kukubali ukweli. Zinasababisha mambo yafuatayo, au kwa kitaalamu tunasema kwa lugha ya Kiswahili fasaha, taka mwilini, ndani ya damu, na namna ya kusafisha damu na figo kwa kutumia maji ya nazi na sio maji ya madafu. Unaweza kutumia hiyo. So mimi nazungumza huku na huku na ninao dawa yangu nitaielezea. Wacha nieleze kidogo mfumo wa ugonjwa huu. Watu wengi wana matatizo ya figo, na figo inayotokana ni kushindwa kwa damu kufanya kazi, figo zinakufa. Damu ile ambayo inasababishwa kuto kusambaa mwilini na kutembea mwilini vizuri, kuna kitu kinaitwa cholesterol. Cholesterol ni mishipa ya kutembeza damu iliyojaa wingi wa mafuta kutokana na vyakula. Mishipa hii ikijaa damu, ikijaa mafuta, mafuta yale yanakuwa yanaganda kwenye mishipa, hatimaye yake kuna kitu kinaitwa cholesterol. Kwa lugha wanaita wenyewe ya kitaalamu, kwa sababu wenzetu kizungumza kizungu ndio wanasema lugha ya kitaalamu. Kwa ile cholesterol ikijaa mwilini ndio inafanya mwanadamu anashindwa damu yake kutembea vizuri, inazalishwa kitu kinaitwa pressure, au unaweza kuzalisha kitu kinaitwa nini, mshindikizo la damu, au kama sio hivyo figo zile zinasimama au zinaharibika,
au mwili unasababishwa kuvimba au la, inaweza kusababisha paka moyo kupanuka. Sasa ukitumia maji ya dafu, sio maji ya dafu, ukitumia maji ya nazi na sio maji ya dafu, maji ya nazi iliyokomaa, unachanganya na juisi ya zabibu kwa mtu mwenye umri wa miaka 18 au 20 mpaka miaka 60, utakuwa unakunywa angalau asubuhi na jioni kwa kila siku. Naomba fuatilia system hii. Lakini ukinywa juisi hii utasikia tumbo linavuruga kama vile umevurugikiwa, wewe usiogope, endelea kutumia na baadaye kwa uwezo wa Mungu utakaa sawa. Kwa nini nasema hivyo? Haya ndio maradhi makubwa yanayosumbua dunia. Kuchafuka kwa damu katika miili yetu upelekewa kuvurugikiwa kwa mfumo wa homoni na kushindwa kufanya kazi vizuri kutokana na uchafu usioweza kuvumilika. Yani uchafu usiohitajika ndani ya damu. Panapokuwa na uchafu ndani ya damu usiohitajika, lazima figo zako zitakuwa katika hali hatari. Pia kuongezekewa kwa kemikali taka mwilini ndani ya damu usababisha kupungua kwa oksijeni ndani ya damu. Ile oksijeni, taka zikizidi, unapungua oksijeni ndani ya damu. Na ikipungua oksijeni ndani ya damu, maradhi mengi huanza baadaye damu kuongezeka. Yani baada ya hapo kwamba oksijeni imezidi, maradhi mengi huanza. Na baada ya damu kuongezeka, taka mwilini zinazidi. Yani damu baada ya kuwa imevurugikiwa mwilini kunaongezeka kitu kinaitwa taka au taka kwa lugha fasaha ya Kiswahili. Hapo hufanya mwili kuwa mzito na mifupa kuanza kuuma ndani ya mwili. Yani zile damu zinapoharibikiwa mfumo wa damu ulivyo, basi zile damu zikijaa taka, system nzima ya mwili inaharibika. Mwili unakuwa unauma sana, mwili unakuwa unavurugikiwa sana, mara unasikia miguu inakufa ganzi kwa sababu damu haifiki huku kwenye miguu. Lazima miguu ife ganzi, unasikia kichwa kinakuwa kizito, mwili umechoka, mwili unakuwa unauma vibaya mno, ukilala huna amani. Hii inatokana na damu kuwa imechafuka. Na ikifikia hali hiyo unaweza kupoteza maisha muda wowote, wanaita shinikizo la damu. Na ikifikia kutokana mfumo wa vyakula. Nakwambia ukweli, kuna watu wengine wao wamebaki na ubishi au na husda, hawataki kusikiliza kwa watu wanaojua, japo sijui hivyo unavyofikiri, lakini Allah amenipa uwezekano wa kufanya utafiti ndani ya Qur'an. Sasa inapofikia hali hiyo, mchafuko wa damu, wewe mwili wako wote unakuwa katika hali ya hatari. Figo zinapoteza mwelekeo, moyo unaweza kupoteza mwelekeo, mwili wote unapoteza mwelekeo, unakupelekea mwisho ima kushindwa hata kusimama, haja ndogo unawekewa catheter kwenye haja ndogo, na inawezekana hata kuvaa pampers uko unashindwa kutembea. Mungu atunusuru na tukinge na maradhi hayo. Sasa mimi nitakusaidia dawa moja hii hapa, kama unavyoiona nimeonyesha sana na mamia ya watu, nashukuru alhamdulillah. Yoyote aliyepata dawa hii, wallahi thumma wallahi, kwanza dawa hii inapunguza unene uliopita kiwango. Kuna watu wana matumbo wanafikiri ni vitamin, kumbe ni minyoo. Kwa lugha ya kisasa wanaita kiliba tumbo. Yani kitumbo kimejaa tu hapa, mtu akitembea na jasho linamtoka, anakula manyama, anakula vyakula hovyo. Mwingine hata hamu ya chakula hana, hamu ya kula hana, anakwambia lazima nile kutwa mara 3. Ukiona wewe upate hata appetite ya kula, basi elewa wewe ni mgonjwa. Hata kama unatembea unajua si mgonjwa. Utakapotumia dawa hii, sio chungu, na hii sio dawa kusema kwamba ni dawa ina kemikali, ni virutubisho, inakwenda kuupanga mwili wako na kuweka mwili wako sawa. Wale wenye matatizo na sukari na pressure yanapelekea paka figo kuharibika. Ndugu yangu Muislamu na hata sio kwa Muislamu, unapotumia dawa hii unakula kijiko kimoja kila siku cha chakula. Kwanza utakwenda choo kikubwa, sio kuhalisha, lakini utakwenda choo kingi sana. Na baada ya choo kingi sana, utaona mwili wako unaanza kugain, unapunguza maumivu, nguvu inarudi. Ulikuwa huna hisia tendo la ndoa, hisia inaanza kurudi, unaanza kuona jasho linatoka vizuri, vinyeleo vyote vinafanya kazi, kwa sababu uchafu wote unakwenda kutoka kupitia haja kubwa, na utaona mwili wako wote unaanza kujipanga na unakwenda kuwa safi kwa kutumia dawa hii. Na wale ambao miili yao inashindwa hata kumudu tendo la ndoa, basi utakapotumia dawa hii inshallah biidhnillah,
Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa kukurejeshea afya yako, kwa sababu mwili sasa unakwenda kupata virutubisho. Na watu wengi tunakula chakula, atuli protein. Unamkuta mtu amejaza ugali, huko Afrika tunaita ugali, na maharage anapakia. Ulaji gani? Au tamkuta mtu jiona anashindia machipsi yamechomwa kwenye mafuta, anakula machipsi na mayai, anakula mafuta, anasema yeye amekula chakula. Kweli umekula chakula, lakini hujakula proteini aina yoyote. Hili ndio tatizo. Kwa ndugu yangu, na kutoa hofu, kama una dalili hizo za shetani, tupigie simu, tutakutumia mafuta yetu, tutakutumia dawa zetu. Na tuna vitu vitatu tu kesho katika dua. Wale tukahitaji tutawapatia. Watu mlioko Ulaya mnaweza mkatuma message zenu kwamba mimi na tatizo hili, inshallah tutakuombea dua. Utakapotaka mafuta tutakutumia kwa gharama, kwa sababu kutuma kwa DHL paka nyumbani kwako, unatuma address yako, tunakutumia. Kwa hiyo ndugu yangu naye nisikiliza, Muislamu na hata usiyekuwa Muislamu, muamini Mwenyezi Mungu anaweza kukuponya, lakini lazima kuwe na sababu ya tiba. Kwa hiyo dawa hii itakusaidia katika maradhi mengi yanayosumbua mwili wako kutokukaa sawa. Mfano, watu wenye maumivu ya migongo, kiuno, miguu kwa inauma, ni mchafuko wa damu. Na maradhi yanakaa sehemu kuu mbili, kwenye damu na kwenye haja ndogo. Na damu ina maana ni tumboni. Maradhi yote yako tumboni na kwenye damu. Kidogo kumalizeni kwenye haja ndogo, lakini maradhi kwa asilimia kubwa ni kwenye damu na tumboni. Kwa dawa hii inakwenda kufumua ugonjwa wote na kupanga mwili wako kukaa sawa. Na niseme tu, watu wengi tumetumia dawa hii Ulaya au Arabuni, na watu wanapona kwa uwezo wa Mungu. Na sio chungu, ni tamu kama asali. Unakula asubuhi au kama ni usiku, kijiko kimoja kila siku, utapata choo kizuri chepesi. Utashangaa unapata appetite ya kula, utashangaa mwili wako unaendelea kupata nguvu, utashangaa intene inaanza kusoma vizuri, utashangaa mtoto wa kike anapata afya vizuri. Na wale wasiozaa, wala usipate shida, wallahi nitakupatia dawa hii, nitakuchanganyia, utashangaa unapata mtoto na biidhnillah, na mwanao atakuja kuwa shekhe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na utakuwa rafiki yangu, na mtoto wako atakuwa rafiki yangu, na atakushukuru sana, na unamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, usiwe na wasiwasi kupitia dawa hii, sisi tutakusaidia. Naomba nishie hapa, lakini hii ni number 1. Naomba subscribe ili upate kipindi cha pili, part 2. Kwa hiki naomba nishie hapa, inshallah upate part 2 ambayo ni kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza upate part 2 ambacho kitazungumzia kwa nini Uislamu unazubaa na kwa nini Waislamu tumekuwa na chuki baina ya sisi kwa sisi. Naomba kwa kipindi hiki inshallah biidhnillah niweze kuishia hapa. Wasikilizaji wangu, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kutupa afya njema, ampe afya njema rais wetu Mama Samia Suluhu, ampe afya njema rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, makamu wa rais wa kwanza, makamu wa rais wa pili, viongozi wa dini, mashekhi na maimamu, makadhi na mamufti, awape afya njema. Kwa mimi nishie hapa, mwanzo wa kipindi ndio mwisho wa kipindi. Endelea kusubscribe, kucomment na kushare, lakini usijivunge wala usikate tamaa. Mungu yuko na wewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.